بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن شاء الله leo tutamalizia mada yetu tuliyozungumza jana. Tutaizungumzia kwa kuipitia kwa mahali tulipoatia jana, kisha kwa dakika chache. Pia jana niliambiwa kwa sababu kesho hatutakuwa na darasa, pia nipitie hata kama ni kwa juu masala ya zakatul fitri. Kwa hivyo nitaeleza mada yangu mahali nimeatia, nimalize kwa dakika chache, kisha pia taeleza zakatul fitri kwa dakika chache. Na katika zakatul fitri, kama atakuwa kuna kitu nimekiata ama nimeteleza, ustadhi uko hapa, atakapotoa darasa yake atayaliza mahali nimeata, na kama mahali atakuwa pengine nimeteleza atasahisha, tutakuwa tushafaidika. Jana tulieleza definition ama maana ya umma, tukaeleza pia namna gani ama ni vigezo gani ambazo kwamba hutumiwa katika kujenga society ambayo ni hiyo umma. Kwa hivyo leo tutaeleza masala ya objective ama malengo yanayotumiwa katika kuhifadhi umma. Tutaeleza ni mambo gani ambayo kwamba yakipatikana ama yakisimamishwa katika jamii, basi umma hautakuwa na wasiwasi wala hautakuwa na kudhalilika kwa aina yoyote. Kwa hivyo jana tulieleza kwamba maana safi ama definition safi ya neno society, Mwenyezi Mungu katika Qur'ani aliitumia kama umma, kwa sababu tuliangalia tukasema kwamba maana ya society ni kikundi cha watu ama ni grupu ya watu ambao ina watu wengi ambao kwamba wao hufanana ama hushare tamaduni moja, dini moja, yani mambo yao katika jamii wakifanya hufanana. Kwa hivyo tukaona kwamba sisi baada ya Mwenyezi Mungu kutuumba, kutufanya kwamba ni wanawake na wanaume, kutufanya kuna Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kutufanya kuna na makabila, lakini akaamua ya kwamba kitu kikubwa ambacho chatakikana, inna akramakum indallahi atqakum. Kwa hivyo sisi kama Waislamu tutaitwa Muslim society ama Muslim community, kisha baadaye kabila zitafuata, kila mwana kabila na kabila yake. Kwa hivyo ni mambo gani ambao kwamba yakipatikana ama yakisimamishwa, basi jamii wana mustawa mzuri? Jambo la kwanza nilidara jana kwa mbali, nikasema ni mtu kusikia utungu na ile jambo ambalo kwamba jamii yake humfikia, na nikaeleza, nikatoa mfano kwamba sisi tuna taasisi nyingi, tuko na hospitali, tuko na mashule, tuko na madaris zetu. Kwa hivyo wakati mtu hata kuwa na utungu na zitu kama hizi, hayatakuwa nafasi ya kwa kama mwanajamii bora na kujituma, si kuwatia kazi watu fulani. Hii ni kazi ya walimu, hii ni kazi ya mashekhe ndio watosha wafanye, hii ni kazi ya watu fulani. Wewe maadamu uko ndani ya ile society, unao ruhusa na unao nafasi ya kuuliza na kujibiwa tatizo liko mahala gani. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni hiyo, kusikia utungu na kufeel kwamba hili jambo ni la kwangu. Na nikanena lengo la kusikia utungu ama lengo la kufeel katika roho yako ni kwa sababu pale mahali, hata kama wewe hutokwenda, lakini kunao alio wako atakwenda. Na nikasema, nikatoa mfano, yaweza kuwa ile hospitali wewe huendi, lakini mtoto wa mjomba wako huenda. Yaweza kuwa ile skuli huendi, lakini kijana cha anti yako huenda. Kwa hivyo lazima uwe na ile roho ya kusikitika na kuona huruma. Jambo la pili ni elimu bora.
si elimu ya kawaida, elimu bora. Na hapa tukienda elimu tutatanganya kote kuwili, elimu ya kidini na elimu ya kidunia. Elimu kama itayumbayumba ama haitapatikana vizuri, basi huwa ni mtihani katika jamii. Na sisi tuwaona leo zile challenges ambazo za tukabili. Matokeo ya mtihani hutangazwa, yakitangazwa watoto wetu wanaofanya vyema ni wachache, si wengi. Baada ya miaka 5 ama 10, nafasi zikitokea za kazi, serikali kinena tunamtaka mtu fulani mwenye kiegezo fulani mahala fulani, huwa ni tabu kupatikana mtu, kwa sababu sisi hatukufikia kile kiwango ambacho kwamba kinachotakikana. Hatukupata kile kiwango ambacho kwamba serikali yaweza ikamtukua, pengine yule mtu awe mwalimu, pengine yule mtu awe daktari, au atukue ofisi yoyote ile ambayo kwamba anahitajika. Mwisho wanikuketi barazani na kulalamika, serikali hatufanya hivi, serikali imetutupa, serikali haitujali, wakati hatukutengeza mustakbali mwema, mustakbali mzuri ambao kwamba twajua kesho nafasi fulani wazee wetu wakiondoka, ni nani wenye kuzitukua zile nafasi na kuziaza. Kwa hivyo ilmu mzuri ama ilmu bora si kwenda tu kumwamsha tu mtoto asubuhi kumwambia nenda madrasa, nenda skuli, lakini hakuna malengo ndani. Na pengine utapata mara nyingi huku kwetu wanaosumbuka na vijana ni wanawake au mama zetu. Utapata baba kwa miaka 7 ama 8 ambayo kijana husoma, hajaliwi siku moja kumwambia mtoto wake lani angalie hichi kitabu mwalimu wako amenena nini. Yeye ukimwambia ukamwambia mimi langu ni kutoa pesa, na hiyo pesa yenyewe siku itafika akiambiwa aitoe ni kizaazaa, haitoki kwa rahisi. Pengine ada ama malipo ya shilingi 3,000 ama 2,000, atatoa shilingi 50 na shilingi 100 mpaka zitimie. Ndio utaona mama zetu hubidi saa zingine wajikaze, wafanye bidii, watafute biashara wafanye, ili wakidhi haja ya yule kijana. Lakini baba kwa yale ambayo kwamba hayana maana kwa mstari ambaye, yale ambayo kwamba ni muhimu kwa mtoto hayapatikani. Kwa hivyo ni lazima tujikaze kuwalelea watoto wetu katika kuwasomesha, kwanza kumjua Mola wao. Kama nilivyosema jana, ili jamii iwe mzuri na isimame, lazima Mwenyezi Mungu apatikane kila mahali. Mwenyezi Mungu akikosekana tu mahala fulani, basi itakuwa ni matatizo. Na pia hii ni yachangia watoto wetu husoma madrasa, lakini kuna mahala fulani akifika mzazi humtoa mtoto, umwambia basi huyu ashafika class 7, sasa tuition ni jioni na usiku, Jumamosi ndio hiyo pia imekwenda, uambiwa yafaa ende asome tena. Tafika mahali akifika masomo makubwa university na nini, ndio kabisa sasa amesahau, hakuna tena kusoma. Kwa hivyo dini ndiyo kipaumbele kitakachokumwamsha mtoto na kumpa mazingira bora kesho atakapokuendelea na maisha yake. Jambo lingine ambalo kwamba linalokusimamisha jamii ni malezi bora, tarbia. Naposema malezi hapa sana mlengwa huwa ni mtoto pale akiwa mdogo. Usiwe mkali kama nilivyosema jana wakati mtoto anapofanya kosa. Kuwa mkali kwa kumrekebisha kwa ile kosa alilolifanya, ndio ajue hapa kweli mmefanya makosa na kwa hili nilolifanya afanye adhibiwe. Na mara nyingi nitatoa mfano mdogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuamrisha, ametuambia tuamrishe watoto kuswali wakiwa na miaka 7, lakini tujaribu kuwatishia kwa kuwapiga wakiwa na miaka 10. Lakini leo huwa tunataka kuamrisha watoto kuswali wakiwa na miaka 17. Huku tini tumewaata paka wameharibika. Kisha baada akifika miaka 25 ataka kumpiga. Hapa ndipo pale itafika mahali amenishinda huyo mtoto, sina haja naye, afadhali ningezaa jini kama punza yeye. Maneno mengi hutoka baadaye, kwa sababu wewe alipokuwa pale mahali afaa umtengeze awe mzuri, ulifeli kufanya kazi yako. Na wenyewe kuambia udongo hupatilizwa ungali maji. Kwa hivyo ni muhimu mtoto
akisha kuzaliwa, akifika umri wa kutaka kuamrishwa, kwa sababu mtoto hupitia marhala 3. Marhala ya kwanza ni ya kifalme, huwezi kumtishia maisha. Mtoto na miaka 2 umwambie nitakuchapa kwa sababu kwenda skuli ama ukuswali, wa huwezi. Kuzaliwa mpaka miaka 7, ile ni marhala yake ya kifalme, yani ni yeye aenjoy. Umbembeleze, umwangalie vizuri, usimtishie sana, kwa sababu pale ndo huanza kuona. Na katika mambo mazuri na mambo kheri, wewe mtukue tu, yeye atakuwa huona tu. Kisha atatoka hapo, angie tena 7 ingine. Sasa hapo tena uanze kumfundisha vizuri, iko kuswali mwanangu, hii ni tabia mbaya usifanye. Ukiingia ndani ya nyumba bisha, ukimwona mtu mzima msalimie pole pole tu. Yeye anaanza kuadapt taratibu. Kisha ya mwisho sasa ni yeye ataanza akili yake imeanza kupanuka, ashayua halali haramu kila kitu. Mtoto akishafika kama 21 sasa ashayua ulimwengu, amesoma, ashamaliza high school, hata pengine uko university. Kwa hivyo ulimwengu ushamfungukia. Na haimaanishi kifika miaka 21 ndio basi umtupe. Unao nafasi bado ya kumrekebisha. Hata miaka 21, hata akioa, awe ameoa ana miaka 35, bado wewe ni babake, bado wewe ni mamake, unao nafasi ya kumrekebisha. Kwa hivyo hapa katika malezi ndio kazi muhimu na ndio kazi inayohitajika kufanywa kwa bidii kuhakikisha watoto wetu wamelelewa katika malezi mazuri. Leo jambo la kusikitisha ni kwamba malezi katika watoto hakuna. Ndio maana twalia, na ndio jana nikasema tumekosa kumtanguliza Mungu, ndio watoto wametuponyoka. Usikitisha baba kumvuta mwanae mikono kumpeka polisi, mtoto wa miaka 7 ama 8, kumpeka kituo cha polisi kumwambia askari ntia adabu, hana adabu. Sasa ikiwa miaka 7 wataka askari antia adabu, miaka 14 utamfanya nini? Au miaka 13 wataka polisi imtia adabu, akifika miaka 25 si hata kutoa ndani ya nyumba yako, na nyumba ni yako, umeijenga mwenyewe. Kwa hivyo ni muhimu sana kuwalelea watoto katika malezi mazuri. Ingine ambao kwamba inainua jamii, kuifanya hiyo jamii mzuri, ni uongozi mzuri. Uongozi mzuri, uongozi ukiwa mzuri na jamii hunufaika. Lakini uongozi ukenda ukifeli, ukatukuliwa na ambao kwamba si wale ambao kwamba ni wale wanajamii wa pale mahali, huwa ni matatizo. Tutatoa mfano, tuseme kiti fulani kimetupotea, si chetu, pengine cha ubunge, cha mwakilishi wanawake, cha nini mathalan, si chetu. Huyu mtu asifanye kazi yoyote, asijenge skuli, asijenge madrasa, asijenge labu, asijenge hospitali. Ile kula mshahara tu kila mwezi kwa miaka 5 si jambo dogo. Kwamba huyu mtu hulipwa 700,000 ama 1,000,000 kila mwisho wa mwezi. Kila mwisho wa mwezi ana karibu 1,000,000 hupata. Na yeye akipata, wakati atapanuka, atafungua ziwanda, atafungua kazi zake, sisi hatutoandikwa pale ndani. Tabani itakuwa ni watu wake tu wameanza pale ndani. Kwa hivyo uongozi mzuri humfanya ulembe kwamba yuanasibiana na ile jamii kusikia utungu na watu wake. Atafanya bidii kama mahali ni pabaya patengeze, atafanya bidii kama elimu iko chini ainue aipeke juu, atafanya bidii kama mahali pa watu kwenda kutibiwa wanadhalilika wapate matibabu kwa kiasi fulani watasaidika. Kwa hivyo uongozi mzuri ndio utakao kusaidia kusimamisha jamii. Na ya mwisho kabisa ambao kwamba itasaidia ni uchumi mzuri. Uchumi mzuri ni kwamba watu wajikaza, wajituma, wafanya kazi inavyotakikana kujenga jamii. Sisi kwetu tutapata mtu pengine ufanya kazi ngumu, tajikaza, ajitume, afanye kazi, afanye bidii kila kitu. Lakini ikifika magharibi, katika shilingi 1000 aliyopata kwa siku, shilingi 700 si zake. Tuelewa nafikiri zimekwenda wapi? Sasa 700 kila siku, ule umpae hujenga kwao, hajengi kwetu ama hajengi kwako. Kisha ndipo pale baada ya muda vijana wamefukuzwa, hawana fizi, vijana wamekuwa katikati ya masomo, vijana hawawezi kwenda university kwa sababu hatukupangilia mipangilio mizuri ya watoto. Na ukiambiwa wewe usema
maliza tu, kesho Mungu huko. Kweli kesho Mungu huko, na kila siku Mwenyezi Mungu huko, lakini kupanga ni muhimu. Angalia tu mfano mdogo kwa yule mtu ambaye kwamba hufanya kazi ngumu, akitamani kuwa na simu mzuri, ataingia kwenye kikozi, atatafuta kikozi cha shilingi 2000 ama 3000 aingie. Mbona huneni Mungu huko utazipata 1030 kwa mara moja ukanunua simu? Lakini utatafuta mahali ungie kila mwezi ulipe shilingi 3000, na kama kuna starehe ama jambo ambalo halina maana hutolifanya, kwa sababu akili yako ina hamu, mimi sina simu, nataka simu. Kwa hivyo pia katika masomo, pia katika kumlelea mtoto, mambo ni hayo hayo. Ukifikiria kwa undani na kwa nini, itakusaidia katika kutengeza uchumi na kusimamisha uchumi. Kwa hivyo haya ndio malengo makubwa ambayo kwamba yakipatikana ama yakisimamishwa ndio yaweza kusimamisha jamii. Hapo ndio mwisho wa mada kuhusiana na mambo ya jamii, na kama nilivyoona kwa dakika chache zilizobakia, hata kidogo sasa tupitie masala ya zakatul fitri, kwa sababu kesho tutaangalia mwezi. Tukibahatikiwa kuuona tutainuka na sherehe, hatukuuona msimamo wetu ni ule ule, hauko fa in ghumma alaikum, ni kutimiza tu 30. Sisi hiyo ndo misimamo yetu. Zakatul fitri nini? Hapa kuna maneno mawili, kuna zaka, kuna na fitri, maneno mawili. Zaka ni nini na fitri ni nini? Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume, khudh min amwalihim sadaqa. Bwana Muhammad, tukua katika mali yao sadaka, na ukitukua sadaka tutwahiruhum, itawafanya wao wawe wasafi, na baada ya kufanya wao wawe wasafi, watuzakihim, itawatakasa. Kwa hivyo hii tuzakihim ndio hapa imetolewa neno zaka. Kwa hivyo zaka ni kutakasika, kuwa msafi, na mali yako kile ulichonacho pia kitakasike. Hii ndio maana ya neno zaka. Na zaka kuna aina mbili, kuna zaka ile ya mali na kuna zakatul fitri. Zakatul mali tuwate kwanza, kwa sababu saa hii hatutoi dhahabu, hatutoi wanyama, sisi kwenye zakatul fitri. Nini maana neno fitri? Fitri na maana mbili. Kuna watu sema fitri, kuna watu sema fitrati. Kwa kitu yani zakatul fitri, zakatul fitra ama fitrati. Kwa hivyo fitri maana yake ni kuvunja kinywa. Ukisema zakatul fitri ama neno fitri ni kuvunja kinywa. Tumefunga siku 30, ile siku ya Idi asubuhi ukiinuka kila kitu, ndio maana yake huitwa fitri. Na ni katika sunna kubwa ya Idi hii ambayo yaja ya fitri, ili kutofautisha Ramadhani na malanti imeingia, kabla uende msikitini utie kitu mdomoni. Usifanye haraka, za kula ziko utakula tu, lakini tia hata kama ni tende au mai ya kunywa kidogo, ili upate thawabu ya ile sunna. Pia ukisema fitrati itakuwa kwa maana ya kiwiliwili ama mwili. So maana mbili, ina maana ya jism na ina maana ya kula, yote huingia kwa maana moja. Wakati wake ni gani wa kutolewa zakatul fitri? Zakatul fitri kuna hadithi nyingi zimekuja zimepokewa kuhusu wakati wa kutoa. Iko watu ama wanazuoni waliosema ikiingia tu Ramadhani siku ya kwanza waweza ukatoa. Wako wengine walionena katikati waweza ukatoa ya Ramadhani, lakini zile hadithi nyingi ambazo kwamba zimekuwa na zimepokewa ni kwamba hutolewa usiku, yani kesho vizuri, kesho mwezi 29, ikiwa mwezi umefuata kuanzia usiku. Sasa pale waweza kuanza kujipanga kutoa zakatul fitri. Mwisho wake ni imamu akipiga salamu, ndio utaona katika swala ya Idi ya fitri kidogo huchelewa kuswaliwa, kwa sababu kuwapa watu nafasi wakamilishe, kwa sababu imamu akimaliza kuswalisha amalize mambo yote ya swala na makhutba, wewe huyatoa utapata madhambi, ndio kidogo hucheleweshwa. Ile nyingine ni kinyume kidogo, utaona upekwa haraka ukafanya haraka ukatinde. Hii ni wewe wapewa nafasi upate na wewe utoe, kwa sababu hii fitri huwa ina miujiza. Waweza kuletewa saa 2 ya usiku, saa nyingine saa 10 alfajiri, hata saa 12 ya asubuhi. Kwa hivyo ile wakati utapata utaweza kuitoa. Hadafu ya zakatul fitri nini? Malengo ya zakatul fitri. Lengo la kwanza la zakatul fitri ni kusafisha kiwiliwili, kama nilivyosema.
ukitoa zakatul fitri, tumefunga tumemaliza kwa muda mzuri. Kwa hivyo kule kutoa zakatul fitri ni kusafisha ile saumu yako, kuifanya iwe safi. Hilo ni lengo la kwanza. Lengo la pili ni kuwapa matumaini maskini. Ile siku ya Idi ni uzuri, kila umonaye huteka, usimwone mtu amekasirika. Na hizi katika hikma ya Mwenyezi Mungu kujenga mahaba katika jamii. Kwa hivyo ni uzuri ile siku ya Idi tukija hapa kuswali, kila mtu awe amefurahi, na akitoka kila mtu akili yake iwe yasoma kwamba kile alacho Ali ndicho alacho Umari. Yani isipite katika mawazo kwamba fulani atakula kitu kizuri, mimi changu si kizuri. Ndio ikaika zakatul fitri, hata kama umezoea kula sima ama local, siku ile upate mte mzuri. At least na wewe kama kila siku watu husikia harufu fulani ndani ya nyumba, Ijumaa isikike harufu mzuri ndani ya nyumba yako. Na ile harufu mzuri itoke kila mahali, isitoke kwa watu fulani. Kwa hivyo malengo ya zakatul fitri ni mawili. Ya kwanza ni kusafisha saumu zetu, ndivyo tulivyofundishwa, na ya pili ni kuwapa matumaini wale wasiojiweza. Nikisema wasiojiweza ni wale watu ambao Mwenyezi Mungu aliwataa innamas sadaqatu, wale wote waweza kumpa maskini, waweza kumpa fukara, waweza kumpa mwenye madeni. Hao ni watu hawajiwezi, wote upawa zakatul fitri. Sharti ya zakatul fitri ni nini? Zakatul fitri ina masharti mawili. Sharti ya kwanza ni kuipata Ramadhani. Kama sisi walilahi alhamd tushaipata Ramadhani. Ile moja tu Ramadhani ya kwanza ukipata, ushatimiza sharti ya zakatul fitri. Kwa hivyo sharti ya kwanza ni kuipata Ramadhani. Sisi hapa kwa mfano sote tumeshapata Ramadhani. Na sharti ya pili ni kuipata ile siku ya sherehe, yani usiku wa siku ya Idi. Ukitimiza haya mambo mawili, wewe ushashurutishwa kutoa zakatul fitri. Na sharti nyingine ambapo kwamba hutimizwa katika zakatul fitri ili umkinaishe ule mtu asiojiweza, ikiwa wewe usiku wa siku ya Idi, asubuhi ya siku ya Idi mpaka usiku wake, mahitaji yako ya ile siku yote yashatimia, basi ishakulazimu kutoa zakatul fitri. Mathalan wewe kwako ushapanga nguo za Idi tayari, ushatia pazia, ushatia rangi, ushafanya kila kitu, kumaanisha mahitaji yako tayari. Na pia matumizi ya ile siku unayo, uko sawa. Mathalan wewe kwa siku utumia shilingi 1000, lakini tayari ndani ya nyumba una shilingi 3000. Kwa hivyo ile shilingi 1000 tu kwa ile siku ambayo kwamba yatosha wewe kutekeleza Idi yako, zile zilizozidi tayari zasimama kama zakatul fitri. Na zakatul fitri tufute kwenye akili, haitolewi na matajiri peke yake. Kuna mahali hufika wewe maskini ulopewa, hufika mahali na wewe kama lazima utoe. Tofauti na ile nyingine. Ile nyingine tabidi uwe na dhahabu, uwe na fedha, uwe na mbuzi, na huna zote. Lakini hii iko tofauti. Vipi? Mimi ni maskini, nimetewa mpaka umeaelekea kilo 100. Kilo 100 ni nte mwingi, nitafanya nini? Kwa hivyo nishapata ile nte, nishapata vitu zingine ambazo zimenitimizia mahitaji yangu ile siku. Basi ule mwingine kama umezidi mahitaji yangu, na wewe tukua umpe maskini mwenzako. Hii ndio tofauti. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema ni kuweka matumaini kwa wasiojiweza. Kwa hivyo waweza kuwa kweli ni maskini, lakini Mwenyezi Mungu akajalia bai saa 5 ya usiku, ule usiku wa Idi, mambo yako yote yako sawa sawa. Kwa hivyo kuanzia saa 6 ya usiku kila kiacho ni kama ziada kwako. Chaja tu, lakini ni ziada tu yaja kwako. Kwa hivyo na wewe tukua, angalia maskini mwenzako ambao kwamba yafaa apewe, ama fukara ambaye yafaa apewe, utukue na wewe umpatie. Hivyo ndivyo inavyokwenda. Ni nani yafaa kumlazimu umtolee zakatul fitri? Hapa kuna mambo mawili. Kuna watu yafaa uangalie, na kuna watu ni lazima uangalie. Vitu vile tofauti. Kuna watu yafaa uangalie, kuna watu ni lazima uangalie. Tukinena kuna watu yafaa uangalie, waweza kuangalia watu wote waamu ukitaka. Hakuna hata kuuliza. Uambie jamani, kuanzia leo nyinyi nyote mliokamu chakula cha asubuhi na mchana usiku kiko juu yangu.
si pesa unazo, hakuna shida, ni sawa tu. Lakini zakatul fitri yalenga yule ambaye kwamba ni lazima. Tujalie mamako uko hai, babako uko hai, mke wako, wote wako hai. Sasa nani wa kwanza ambaye hutukua nafasi katika ulazima wa kumwangalia? Wa kwanza tukua nafasi katika ulazima wa kumwangalia ni mke wako. Wengine utashtuka, mbona hana ni mama ule, mbona hana ni baba? Kwa sababu ule mwanamke ulimtukua mahali, alikuwa mahali akila, akilala, mahitaji yake yote akimaliziwa. Kwa hivyo wewe ukaamua ukamtukua, ukamuoa awe chini ya amri yako. Huyu mwanamke akiwa na mgonjwa ni kwako, huyu mwanamke akitaka kitoweo ni, yani mahitaji yake yote akiyataka huya kwako. Kwa hivyo kwa sababu mahitaji yake yote yako kwako, kwa hivyo huyu ni wa kwanza hutukua nafasi katika kumtolea zakatul fitri. Wa pili ni mtoto, na mtoto imeshereheshwa kwanza awe amebalighi, yani awe kule kuzaliwa kwake mpaka kubalighi. Kisha ya pili afikie mahali tuseme ameoa na ufanya kazi yake, basi sasa utamwona hapa, huyu mtoto wangu sifai tena kumtolea. Sasa utatukua jukumu, utamwatia mwenyewe. Lakini kama uko katika hizi stage za kuzaliwa, kubalighi, mpaka yeye husoma, aweza kuwa ni barabara kwa university, lakini bado yeye yuko university, lakini akitaka pocket money wewe ndio utoae. Kwa hivyo madamu wewe ndio bado umwangalia, atatamka baba nipa, basi ni lazima tu umtolee zakatul fitri. Na mwingine ni mtu ambaye kwamba uko ndani ya nyumba, humsaidia mke wako kufanya kazi, lakini kufanya kazi kwake hataki mshahara, yani humpi mshahara. Mathalan, mke wako akwambie, mume wangu nakuomba ruhusa, anti yangu aye hapa ama mamangu aye hapa anisaidie. Basi yule anti ama yule mama aende ndani ya nyumba amsaidie mke wako kuanzia Ramadhani yande paka mkenda paka mkamaliza vizuri, hula pale pale yule anti, akiwa mgonjwa wao mwangalia, yani kila litakalo wamfanyia yule mtu. Kwa hivyo huyo mtu pia huwa ukutini yako, ikifika wakati wa zakatul fitri utamtolea zakatul fitri. Nirudie pale mahali pa wazazi, sababu najua kuna watu wakiuliza mbona sikutaja mama au baba. Wazazi wako, wazazi ambao kwamba hata ufika miaka 100 hawahitaji kitu kwa watoto wao, na ikiwa mwenyewe amekwambia tatoa, basi mwate tu, mwenyewe na pesa zake ama ana income zake, ayua mwenyewe malipo kuzipata, tatoa mwate. Lakini kiwa katika hali ambayo kwamba hawajiwezi, ni maskini na wewe ndio waangalia, basi takuya tu katika grupu la hawa ambao kwamba yafaa watolee. Lakini ikiwa mwenyewe uko katika nafasi mzuri na amekwambia mimi tatoa, basi mwate tu atoe, takuwa hakuna makosa. Kwa hivyo hawa ndio watu ambao kwamba ni lazima watolee zakatul fitri. Kiwango pia hapa wanazuoni wamepokea tofauti. Kiwango cha zakatul fitri ni swaa. Swaa ni pishi. Wale wazee wa zamani wajua kama mfuto. Kisema mfuto kwa mzee wa zamani ashaelewa maana, lakini hata pishi ni Kiswahili, bado ni Kiswahili tu. Kwa hivyo zakatul fitri ni swaa. Swaa ni pishi, na swaa ni katika ijtihadi ya wanazuoni ni kama hunu mkono, hii ni kibaba kimoya, ukitie cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, ishakuwa 4 ndio huitwa swaa. Kwa hivyo kwa ijtihadi ya wanazuoni, kwa lugha yetu huku tuelewe haraka, ni kilo 2. Kilo 2. Na cha kutolewa Mtume ameeleza vizuri sana, amesema waweza kutoa tende, waweza kutoa mtele, waweza kutoa maziwa ya unga, yani ametaja zile zakula ambazo kwamba yafaa tutoe zakatul fitri. Lakini utaangalia mahali ulipo. Hapa amu ukinetea tende, karibu mpe tende kilo 40, sintazifanyia nini? Maana kata Ramadhani yenyewe hula moja tu. Kwa hapa kwetu tende haitofanya kazi, pia na Arabuni kule. Waarabu washazoea tende kwa maziwa, hawana shida. Lakini kwetu sitakuwa kwenye mtele. Kwa hivyo utaangalia mtele ule ambao kwamba wewe ndio uwezo wako na ukula. Tuseme kwetu tushazoea kusikia Maina, Fatma, sijui Lariza, hiyo ndio mitele kidogo katika bei mzuri. Kwa hivyo utaangalia haya, tuseme wewe na mke wako na mtoto mmoja, hiyo ni mfano.
kilo 2 yako, kilo 2 ya mke wako, kilo 2 ya mtoto wako, zote ni kilo 6. Kwa hivyo hisabu shuka namna hiyo. Kadri ya watu watakuwa wengi ndio kadri na kilo zidi kupanda. Kwa hivyo wanazuoni wale madhahabi, wale wanazuoni wakubwa 4, 3 wameafikiana kutoa chakula, yani Shafi na Malik na Ahmad bin Hanbal, wao wamesisitiza chakula. Imam Abi Hanifa yeye kwake alisema pesa waweza ukatoa, lakini hawa 3 wakasisitiza wote wanazuoni na wote wamejitahidi katika kutufahamisha dini. Hakuna makosa, kwa sababu ukia kwenye saumu utapata wametofautiana, ukia katika swala, kila mahali, lakini wote hakuna aliyekuya akatoa jambo baya. Hiyo ndio uzuri. Hakuna mwanachuoni alikuwa katika swala, hakuna zituko tu ndani ya swala ziko, lakini hakuna aliyesema swala na zile zako mwenyewe fanya, kila mtu afanya atakao. Wewe atakufanya hivi fanya, almuradi sote siku ikiisha tumeswali. Lakini kutoswali ndio dhambi, lakini ukiswali sio madhambi. Kwa hivyo hawa 3 wamesisitiza chakula. Huyu mmoja akasema chakula pia amenena, lakini akasema pia akatoa nafasi ya pesa. Na huyu Imam Abu Hanifa kwake yeye ni kilo 3.5, ni tofauti na hawa wengine, kwa sababu yeye katika mafundisho yake ameeleza kulingana na yeye katika ile kupima ile swa, yeye yani alikadiria kwamba hii mikono iko tofauti. Kwa hiyo mkono Mwafrika na mzungu haulingani. Tukitia hivi Otieno na mimi Umari, hata hizi zangu hazilingani, angalia zangu kama karoti hizi, lakini Otieno njanda la kisawa sawa. Kwa hivyo akiteka hivyo Otieno na mimi niteke Umari, ni mbingu na ardhi. Kwa hivyo yeye kwake yeye ametukua hicho kipimo. Sasa yeye akafanya kilo 3 na ili kutoa shaka. Sisi kwa wengine ni kilo 2. Kwa hivyo ukitaka kutoa senti, kama watakufuata Imam Abi Hanifa utafuata ile kilo 3.5. Tueleweni, usitake senti ukafuata Imam Shafi. Ukitaka senti fuata huku, na huku ni 3.5. Wataka chakula, nenda kule kwenye chakula, kwa sababu naye pia mwanachuoni na amejitahidi, ni sawa, si makosa, kwa sababu kila mtu alipima. Huyo akapima, yeye katika kupima ameangalia akaona pengine hii, kwa sababu mikono hailingani itakuwa tofauti. Yeye akasisitiza kwamba kwake ni hata kukwetu kwenye kilo 2. Kuna wengine wasema 2.5, lakini wengi wakajawizisha kilo 2. Kwa hivyo hiyo ndio msimamo ya wanazuoni katika kutoa zakatul fitri. Faida ya kutoa, kwa kumalizia sababu ya wakati, kama mlivyosema ile aya ya Mwenyezi Mungu atuambia kwamba alimwambia Mtume, khudh min amwalihim sadaqa, tukua katika mali yao sadaka, Bwana Mtume, kwa sababu ukitoa sadaka tutwahiruhum. Wewe ukitaka mwili wako, nyumba yako, mali yako yatwahirike, yawe katika salama, ni ukithirishe kutoa. Na Uislamu ulikuwa na hikma ya kutoa ili kufinika hili jimbi la umaskini. Zaka zikitolewa vizuri inavyotakikana hakuna maskini, lakini zikitolewa hii sampuli yetu ya foleni, foleni iko hapa mpaka Pambaroho, watu ngoja shilingi 200, haitosaidia. Lakini ni sawa, kwa sababu katika zaka mwenye zaka ndio yafaa amtafute mwenye kupewa, lakini ulimwengu wetu wenye kupewa wanahamu huwazengea wenye kutoa. Ni kama kunena, tuseme serikali imepandisha mafuta bei, ili tususie ile mafuta tusinunue, lakini sote mafuta huzengiwa ndani ya maduka. Serikali tena senti tunazo, lakini ikiwa hatutanunua ile mafuta, kweli hawa senti hawana. Ni kama kule India, safari moja kule India, desturi yao kitu kiongeza shilingi tu, ndege haiondoki, treni haiondoki, gari haitembei. Kule India kuna namna hiyo. Kuna wakati kiongozi mmoja aliongeza chakula pesa kidogo tu, basi watu 1,000,000 walilala katika zile treni zote, kawa treni zote haziwezi kutembea. Walifanya asubuhi saa 3, saa 6 kamili ule waziri mkuu kanena, basi jamani, bei yake ni ile ile. Mbona wameonyesha kwamba watuumiza, hatutaki hicho kitu. Kwa hivyo uzuri
Mwate yule mwenye kutoa akuzengee. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara. Mwate mwenye mapesa akuzengee, kwa sababu yeye ndiye atakaye kusafishika, yeye ndiye atakaye thawabu. Lakini tukienda hata na sisi tunataka, na sisi kama tunataka, foleni itakuwa ndefu. Kwa hivyo kila mwata ngoja 200, ule atapata, ule atakosa, ule atapata, ule atakosa, atakuwa namna hiyo. Kwa hivyo katika kutoa ni kusafisha mali na we mwenyewe pia kujisafisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambia masahaba zake, ma nakasa min malin, hayapungui mali ya mu'min ama ya muislamu, hayapungui kabisa, min sadaka, kwa kutoa. Akaambia masahaba mara 3, bal tazdad, bal tazdad, bal tazdad. Akawaambia bali huzidi, bali huzidi, bali huzidi. Sasa sisi tu binadamu imani yetu iko kinyume. Kimwambia mtu ukiona 100,000 yafaa utoe zaka kwa shilingi 2,500, yeye hujiuliza katika 100,000 nikitoa 2,500, 2,500 zimepanda zimeshuka? Akili yake sivyo anavyofikiria, vile Mwenyezi Mungu alivyomwekea yeye, akili yake huona imepu. Lakini zitu zataka baraka na zataka kuvizwa na ile baraka, Mwenyezi Mungu zibarikiwe. Kwa hivyo mali hayapungui kwa kutoa. Kisha Mtume sallallahu akatuambia tena, ma min yawmin, yani siku zote katika hizi siku ambazo sisi tuishi, hakuna siku ambayo itapita huteremka malaika wawili. Kila siku kuna malaika huteremka, na wakimaliza hii kazi umpekea ripoti Mwenyezi Mungu. Kuna malaika wa kwanza akishuka humwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma a'ti, ya Rabbi, mpe kila mwenye moyo wa kutoa, kama ana dasturi na tabia ya kutoa, basi mpe badali, mpe khalafa, badali. Kisha na wapili akizunguka atamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma a'ti, ya Rabbi, mpe kila ngumu ambaye kwamba hataki cha huku chaende huku, talafa, kupotea. Na katika kanuni ya Mwenyezi Mungu ana sifa mbili, Ar-Rahmani na Ar-Rahim. Sisi zamani waambiwa Ar-Rahmani mwenye kurehemu wema na waovu duniani, lakini Ar-Rahimi ni wema peke yake. Kwa hivyo katika ulimwengu yaweza kuwa mtu si Muislamu na akawa ana moyo wa kutoa akabarikiwa. Ndio sisi watu kinena wazungu ni matajiri, sisi watu kinena watu fulani ni matajiri, ni kwa sababu ile imani na ile roho ya kukithirisha kutoa. Wewe unao imani ya Mungu, lakini yako ina shaka kwamba nikitoa zitapungua. Kwa hivyo hayo ndio machache yanayonasibiana na zakatul fitri. Kama nimesahau kitu, ustadhi atakiongeza kimaliza darasa lake. Kama nimeteleza, hapa hakuna kungoja bwana, hapa sivyo, ni hivi. Hiyo ndo raha ya elimu. Elimu ni kusoma na kuridhika kila siku. Hakuna mtu alisoma sana kama Mtume, na kila siku akimwomba Mwenyezi Mungu dua. Masahaba wamesoma, Saidina Ali alisoma sana, lakini kila siku nena ana abdun min abid, mimi ni kiatu. Saidina Ali kiatu. Wewe ni mpotofu kutokana watu katika elimu, na wewe hata Saidina Ali robo humfikii. Lakini ukipanda katika mimbari hapa, nyinyi mmepotea, nyinyi hamumo, nyinyi mtangia. Sina amekotea visa kutia watu motoni na kutia watu peponi. Kwa hivyo elimu yataka takwa na yataka msimamo. Inshallah tutamuomba Mwenyezi Mungu kwa baraka ya siku kama hizi tukufu atusamehe dhambi zetu, na wazee wetu wote waliotutangulia Mwenyezi Mungu atawarahamu, na sisi ikifika saa yetu Mwenyezi Mungu atutoe kwa salama na atufishe katika kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na kumalizia pia kushukuru uongozi wote wa Masjid Sofa kwa kutuona na kutualika na kutuita. Mmetupa yani challenge mzuri, tuendelea kuzidi kuwa wenye kunena kuwa wazuri za inshallah, msiwate na hii taratibu, na time yote tuko tayari mahali popote kuja kutangaza kilima cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala